Zanzibar, katibu mkuu wetu wa Chama cha Mapinduzi hapo sasa, mwenyekiti wetu, katibu wetu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, mwenyekiti wetu wa vijana wa ACT Wazalendo na viongozi wengine wote ambao wamehudhuria hafla hii. Mimi nimetambulishwa kwenu, mmesikia. Naitwa Ruhaga Joelson Mpina, ndiye niliyekuwa mgombea wa nafasi ya rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo, na kwa sasa ni naibu waziri mkuu kivuli na waziri wa nishati na madini kupitia chama cha ACT Wazalendo. Sasa kwa dakika hizi mbili nataka niseme yafuatayo. Tuko kwenye swala la maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Tuko kwenye siku ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Ukizungumza neno vijana, ndiyo taifa linategemea vijana katika ustawi wake, dunia inategemea vijana katika ustawi wake. Kwa hiyo unapozungumza maadhimisho ya vijana, unazungumza jambo kubwa sana kwenye taifa. Unazungumza jambo kubwa sana kwenye taifa. Kwa hiyo na wewe mwenyewe kijana mmoja mmoja ujue kwamba wewe ni jambo kubwa sana kwenye taifa na una wajibu mkubwa sana kwenye taifa. Sasa unapokuwa na wajibu mkubwa kwenye taifa, lazima ujiangalie una nini, una nyenzo gani mkononi mwako ya kukufanya wewe uwe jambo kubwa sana katika taifa lako. Una nini mkononi? Una nini kibindoni? Nimeelezwa wanaokuja kutoa mada hapa ni watu ambao nawafahamu, wabobevu wa mambo mbalimbali. Sina mashaka nao, mtabadilishana nao uzoefu na mawazo kwa sababu ni lazima. Kama vijana, hauwezi kutengeneza taifa halafu unategemea kwamba utatengeneza taifa lenye nguvu halafu una vijana dhaifu, una vijana ambao hawana ujasiri, una vijana ambao hawana maono, una vijana ambao hawana udhubutu, una vijana ambao ni machawa. Hauwezi kutengeneza taifa katika mazingira ya namna hii. Taifa lazima lijengwe na vijana wanaojitambua, lazima lijengwe na vijana ambao wako tayari, lijengwe na vijana ambao wana nyenzo mkononi, lijengwe na vijana ambazo nyenzo walizonazo mkononi na kibindoni wako tayari kuzitumia. Hiyo ndio umaana wa vijana, na ndipo swala zima la vijana linaweza kulisaidia taifa letu. Sasa tuna vijana wa ACT Wazalendo, ndio nayeongea nao sasa hivi, vijana wa chama chetu cha ACT Wazalendo. Viongozi watawaambia pia umuhimu wa kijana wa ACT Wazalendo anatakiwa awe vipi katika kuhakikisha kwamba ajenda za kitaifa zilizopo yeye hawi mtazamaji. Katika ajenda za kitaifa zilizopo yeye anashughulika nazo. Vijana watawaambia hayo. Sasa tuna swala la katiba mpya, msingi wa maendeleo ya vijana, na mimi nakubaliana na nyinyi. Ni vijana ambao mmezaliwa kwenye karne ambao ni ngumu kidogo, mmezaliwa katika kipindi ambacho ni kigumu, mna changamoto ya mambo mengi, mna changamoto kubwa ya kupata ajira, mnasoma mpaka level kubwa. Leo hii Tanzania mpaka hata mtu mwenye PhD hana ajira, kwa sababu ya uchumi unajengwa ambao hauzalishi ajira, kwa sababu ya maandalizi ya vijana ambao wanaandaliwa hawaivi kikamilifu kuweza kujiajiri wala kuajiriwa. Kwa hiyo mnayo kazi kubwa ambayo ni lazima sera za kitaifa zipate viongozi wa kweli wenye maono ya kweli, ambao watazitransform hizo sheria, ambazo watatransform hizo sera, ili kuliwezesha taifa hili na watu wake wote waweze kunufaika na uchumi wa nchi.
waweze kunufaika na taifa lao. Sasa tunazungumzia katiba mpya, msingi wa maendeleo ya vijana. Sasa vijana wa ACT Wazalendo, jukumu lenu ni nini katika kuhakikisha katiba mpya inakuwepo? Jukumu lenu ni nini? Ni kuja kwenye kongamano tu kama hapa, mkapendeza, mkavaa, mkacheza mziki halafu basi? Jukumu lenu ni nini katika kuhakikisha katiba mpya inapatikana? Na msisahau, mnapofanya kampeni za kupata katiba mpya, tuko kwenye serikali ya awamu ya 6 ambayo yenyewe kuvunja sheria inaona ni jambo la kawaida, kuvunja katiba ya nchi ni jambo la kawaida. Leo hii wavunja katiba ya nchi wala sio wananchi, ni serikali yenyewe ndiyo inaongoza katika kuvunja katiba ya nchi. Nimekuwa mbunge kwa miaka 20. Nimefanya kazi na Mkapa kidogo, akaja Kikwete, akaja Magufuli. Tumekuja katika awamu hii, sijawahi kushuhudia serikali inayovunja sheria kwa kiwango hicho. Sijawahi kuona serikali inayovunja katiba kwa kiwango hivyo, sijawahi kuona. Kwa hiyo mna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba mnaipiga marufuku serikali ya awamu ya 6 kuvunja sheria za nchi. Sasa tutasema katiba mpya, lakini kama kuna unconstitutional, kuna lawlessness kubwa kiasi hicho, hatuwezi kufanikiwa. Kwa hiyo la kwanza mnalo jukumu sasa hivi katika kampeni ya kutafuta katiba mpya, ni lazima serikali iliyoko madarakani ipigwe marufuku kuanzia sasa kuvunja sheria za nchi, ipigwe marufuku kuvunja katiba ya nchi. La mwisho, na changamoto ya muda kweli kweli, lakini la mwisho, mnaona chama chenu na safu ya chama chenu ilivyokamilika. Nataka niwaambie, kwanza nimefurahishwa sana na umati huu wa vijana mliokuja kusherehekea sherehe hii ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Nimefurahi sana. Lakini la pili, mmeona viongozi wote hawa kuwapata, kuanzia KC, makamu wote, mwenyekiti, katibu mkuu, nani, mpaka na sisi akina Mpina tumekuja. Manake ni kwamba tukio lenu hili limekubalika. Na niwahakikishie kwamba sisi viongozi wenu tuko imara na tuko tayari. Nilimsikia mgombea, alipokuwa kule Zanzibar, alikuwa anawaambia kwamba hao wa vyama vingine waliishiwa power. Nilimsikia mtawala akisema hivyo, eti kule Zanzibar, eti akina Mpina na hao akina Lissu waliishiwa power. Nataka niseme na nirudie tena, aliyeishiwa power ni yeye. Na mimi nataka niseme, kijana wenu, sijawahi kuogopa mapambano. Kama wanafikiri, sijawahi kuogopa mapambano ya aina yoyote, asubuhi au usiku. Na kama wanafikiri kwamba labda ni kitu gani, wanasema tumeishiwa power, mimi tayari hata mechi ya urafiki mwema, sinatoka, kuna mechi zingine za urafiki mwema, za ujirani mwema au urafiki mwema, zinaitwaje? Friend match. ACT Wazalendo, nasema kama wale tume hawezi kuandaa uchaguzi mwingine haraka, basi ufanyike hata zile mechi tu za kiurafiki zile, ili tuweze kuona nani aliishiwa power katika uchaguzi wa mwaka 2025. Ndugu vijana, itoshe kusema, kwa sababu na changamoto hiyo ya muda, lakini sina mashaka viongozi hao waliopo, jambo hili zuri, akina Ole Nguruma, kaka yangu Maduhu, mdogo wangu Maduhu, na nikupongeze Maduhu kwa kusimamia vizuri sana ile kesi ya Nkindigwa.
Najua hii kesi utaimaliza tu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, niwatakie maadhimisho mema.